Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo bungeni na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026. Aidha, ninaomba bunge lako tukufu likubali kupitisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa tatu wa bunge la 13. Aidha, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu na kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ikiwa ni bajeti yangu ya kwanza tangu nilipoteuliwa kuongoza na kusimamia wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, ninaomba kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Aidha, ninamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua Mheshimiwa Dr. Sweetbet Mkama mbunge kuwa naibu waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Ninaahidi kwa Mheshimiwa Rais, bunge lako tukufu pamoja na wananchi wote kwa ujumla kwamba nitaitumikia nafasi hii kwa uadilifu, kwa uaminifu na kwa uwezo wangu wote katika kuendeleza sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari ili kuwezesha nchi yetu kufikia azma yake ya kuwa na uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa napenda kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi zaidi ya milioni 31.9 katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kumwezesha kuongoza taifa letu katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6 chini ya kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Katika kipindi cha siku 100 tumeweza kumshuhudia Mheshimiwa Rais tangu alipoapishwa amefanya jitihada mbalimbali ambazo zimeendelea kuweka mazingira wezeshi yanayochochea ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano kama vile minara 758, uongezaji wa nguvu wa minara 304, ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa kushirikiana na umoja wa watoa huduma za mawasiliano na uunganishwaji wa mkongo wa taifa wa mawasiliano katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hii kwa dhahiri inaonyesha imani kubwa iliyopo kati ya wawekezaji na serikali yetu ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mawasiliano itaendelea kutekeleza miradi 8 ya maendeleo ikiwemo mkongo wa taifa wa mawasiliano, mawasiliano vijijini, mradi wa Tanzania ya kidijitali, mradi wa anwani ya makazi na posti kodi, ujenzi wa kituo kikuu na vituo vidogo vya kuendeleza ubunifu katika TEHAMA, kujenga uwezo wa taasisi katika utekelezaji wa majukumu, kuendeleza ubunifu, utengenezaji wa vifaa vya TEHAMA na uanzishwaji wa taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidijiti itakayojengwa hapa Nala, Dodoma, ili kufikia matarajio makubwa aliyonayo Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha huduma za mawasiliano zinawafikia Watanzania wote kama ilivyofafanuliwa katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, niruhusu pia nimpongeze Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuteuliwa na kuthibitishwa na bunge lako tukufu kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri sana aliyowasilisha hapa bungeni ambayo kwa kiasi kikubwa imeweza kutoa dira na mwongozo wa utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka wa fedha 2026-2027. Hotuba hiyo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imeeleza kwa kina mapitio ya uendeshaji wa shughuli za serikali katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026,
mpango wa serikali kwa mwaka 2026/27 na mpango wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ninaahidi kwamba wizara ninayoiongoza itayafanyia kazi masuala yote yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kama ilivyoainishwa katika hotuba na michango iliyotolewa na waheshimiwa wabunge wakati wa kujadili hotuba hiyo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah kwa kuendelea kuaminiwa na kuteuliwa kuwa makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumpongeza Mheshimiwa Spika kwa kuchaguliwa kuwa Spika wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari inatambua mchango wa Mheshimiwa Spika kwa namna ambavyo umekuwa ukiibua mijadala mbalimbali yenye lengo la kuboresha sekta ya tehama. Sote ni mashuhuda wa mabadiliko ambayo yametokana na mchango wa Mheshimiwa Spika wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Daniel Baransilo, mbunge na naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika uongozi wa Mheshimiwa Spika na naibu Spika umelifanya bunge letu kuendelea kuwa chombo imara cha kutunga sheria, kusimamia serikali, lakini vile kuwakilisha wananchi kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze Mheshimiwa Najma Giga, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, na wewe Mheshimiwa Cecilia Pareso, mbunge wa viti maalum, kwa kuteuliwa kuwa wenye viti wa bunge. Aidha, ninawapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Spika kutekeleza majukumu ya kuongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwapongeza pia waheshimiwa mawaziri wenzangu na naibu mawaziri wote kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuongoza wizara mbalimbali wanazozisimamia. Ninaendelea kuahidi ushirikiano wangu wa dhati katika kutekeleza majukumu yetu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa nipende kuwapongeza Mheshimiwa Selemani Kakoso, mbunge wa jimbo la Tanganyika, kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, pamoja na Mheshimiwa Abubakar Senga, mbunge wa jimbo la Kilombero, kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwapongeza waheshimiwa wajumbe wote wa kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kwa uchambuzi wao makini walioufanya na ushauri walioutoa wakati wa kupitia na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025/26 na makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 68 kwa mwaka wa fedha 2026/27 na kupitisha bajeti ya wizara yetu. Ushauri na maelekezo yaliyotolewa na wajumbe wa kamati yamezingatiwa katika uandaaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27. Vile nipende kumshukuru sana ndugu Baraka Leonard, katibu wetu wa Bunge, pamoja na watendaji wote wa ofisi ya Bunge kwa uratibu wao wa shughuli za kila siku za bunge letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee kabisa ninaomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa chama changu cha Mapinduzi kwa kunichagua na kuniteua kuwa mgombea wa CCM katika jimbo pendwa la Kibamba katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hakika hii ni heshima kubwa na dhamana ya kipekee ambao nitailinda kwa uadilifu na uwajibikaji mkubwa sana. Vile napenda kuwashukuru kwa moyo wa dhati na moyo mkunjufu wananchi wote wa jimbo la Kibamba kwa kunipa kura nyingi za kishindo na kuniamini kuwa mtumishi na mwakilishi wao. Imani yao kwangu, upendo wao, ushirikiano na mshikamano kwa mama yao mzungu umekuwa nguzo ya mafanikio haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kipekee kuchukua nafasi hii kumshukuru mume wangu mpenzi, Mheshimiwa Balozi Mbelwa Kairuki, pamoja na watoto wetu wapendwa Precious Kemilembe, Esther Kokubelwa, pamoja na Hubert Mwesigwa kwa upendo wao na faraja yao kwangu wakati wote. Ninawashukuru kwa kunivumilia ninapokuwa mbali nao, wanavyoniunga mkono na kuniombea kwa Mwenyezi Mungu ili niweze kutekeleza majukumu niliyopewa na Mheshimiwa Rais ya kusimamia sekta hii ya kipekee ya mawasiliano na teknolojia ya habari na ninapohudumu katika jimbo langu la Kibamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutoa pole kwa bunge lako tukufu, kwa bunge tukufu, familia, ndugu, jamaa, marafiki na taifa kwa ujumla kwa kuondokewa
na wapendwa wetu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, lakini ambaye pia niliwahi kuhudumu kama naibu waziri wake alipokuwa waziri wa ardhi. Mheshimiwa Jenista Joakimu Mhagama, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho. Wizara yetu ya mawasiliano inatambua mchango mkubwa uliofanya na waheshimiwa viongozi waliotutangulia, haswa katika utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe pole kwa kuondokewa na Mheshimiwa Halima Idi Nassor, aliyekuwa mbunge wa viti maalum akiwakilisha kundi la wafanyakazi. Tunawaombea marehemu wote, Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amin. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuona umuhimu wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari na kuweka mazingira wezeshi yanayovutia uwekezaji ambayo yamewezesha upatikanaji wa fedha katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kisekta ambayo utekelezaji wake unachochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imepata mafanikio ikiwemo kukamilisha ujenzi wa minara 758, kuongeza nguvu minara 304 iliyokuwa ya 2G kwenda 2G, 3G na 4G, ambapo miradi hii imekamilika kwa 100%, na ujenzi wa minara hiyo unanufaisha wananchi takriban milioni 8.5. Na kwa minara 304 tuliongezea nguvu inawanufaisha wananchi takriban milioni 4.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inatekeleza mradi wa mawasiliano vijijini wa ujenzi wa minara 636 ambapo minara 456 sawa na 72% imekamilika. Aidha, kati ya minara 456 iliyokamilika, minara 342 tayari imewashwa na inatoa huduma kwa wananchi. Aidha, kwa minara 114 iliyobakia inatarajiwa kuwashwa ifikapo Juni mwaka huu baada ya kukamilisha kazi ya ufungaji wa vifaa. Aidha, minara 180 iliyobakia inatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa mradi huu kutawezesha wananchi takriban milioni 2.5 kuweza kufikiwa na huduma ya mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano katika wilaya 86 nchini na kuunganisha nchi 7 kati ya 8. Kwa sasa serikali imeanza utaratibu wa kuiunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mkongo wa taifa wa mawasiliano. Aidha, wizara imeendelea kusimamia ufikishaji wa miundombinu ya fiber mlangoni ambapo ilikusudiwa kufanya maunganisho 279,795. Hata hivyo, hadi mwezi Machi mwaka huu, ujenzi wa njia za muunganisho 132,793 umekamilika na kuwezesha kutoa huduma kwa wateja 64,266 kati ya 126,740 sawa na 51% ya lengo lilokusudiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara ina majukumu ya kuandaa, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa sera zinazohusu mawasiliano, teknolojia ya habari na mawasiliano, posta na mawasiliano ya simu, kufanya tafiti za maendeleo na ubunifu kwenye TEHAMA, kuendeleza wataalamu wa TEHAMA, kuanzisha na kusimamia mfumo wa postikodi, kusimamia na kuendesha mkongo wa taifa wa mawasiliano, kusimamia ulinzi na usalama wa TEHAMA, kuboresha utendaji kazi na uendelezaji wa rasilimali watu ndani ya wizara na kusimamia taasisi, programu na miradi ndani ya wizara yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mawasiliano pia inasimamia taasisi 6 na baraza 1 ikiwemo Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL, Shirika la Posta Tanzania TPC, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF, Tume ya TEHAMA ICTC, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC na Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA CCC. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu zinabainisha kwamba sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua na kutoa mchango mkubwa katika pato la taifa kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na mwaka 2023. Aidha, kulingana na taarifa ya hali ya uchumi wa taifa ya mwaka 2024, shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa kwa 14.3%
ikilinganishwa na ukuaji wa 7.6% kwa mwaka 2023. Ongezeko hili limetokana na kuongezeka kwa maeneo yaliyofikiwa na miundombinu ya mawasiliano, matumizi ya simu za mkononi na mitandao ya kijamii, mikutano ya mitandaoni na matumizi ya malipo kupitia mitandao ya simu. Aidha, ukuaji huu umewezesha mchango wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari katika pato la taifa kuongezeka kutoka 1.5% kwa mwaka 2023 hadi 1.6% kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari ni sekta wezeshi na sekta mtambuka inayowezesha utekelezaji wa majukumu ya sekta nyingine kwa kutumia TEHAMA. Kwa kuzingatia umuhimu huo, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea na uandaaji wa akaunti maalum ya kupima uchumi wa kidijitali au Digital Economy Satellite Account DESA ili kuongeza wigo wa upimaji wa mchango wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwenye pato la taifa ili kutambua kwa usahihi mchango halisi wa sekta ya mawasiliano katika pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26, Wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, Benki Kuu ya Tanzania, Tume ya Taifa ya Mipango, Mamlaka ya Mapato Tanzania, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, Shirika la Mawasiliano Tanzania, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote, Mamlaka ya Serikali Mtandao IGA na Tume ya TEHAMA wameanza kukusanya takwimu zitakazotumika katika uandaji wa akaunti ya upimaji wa uchumi wa kidijitali au DESA. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua. Aidha, takwimu zinaendelea kuonyesha kwamba laini za simu zilizosajiliwa zimeongezeka kutoka laini milioni 90.4 Machi 2025 hadi kufikia laini milioni 111.9 Machi 2026, sawa na ongezeko la 23.8%. Aidha, watumiaji wa internet pia wameongezeka kutoka milioni 49.3 kwa Machi 2025 hadi milioni 58.9 Machi 2026, sawa na ongezeko la 19.5%. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mtandao wa simu wameongezeka kutoka milioni 66.5 Machi 2025 hadi milioni 81 Machi 2026, sawa na ongezeko la 21.8%. Aidha, idadi ya watoa huduma wa miundombinu ya mawasiliano imefikia watoa huduma 52 kwa mwezi Machi 2026 ikilinganishwa na watoa huduma 38 waliokuwepo Machi 2025, sawa na ongezeko la 36.8%. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoa huduma za ziada wa application services and value added services wamefikia 173 kwa Machi 2026 ikilinganishwa na watoa huduma 136 waliokuwepo Machi 2025, sawa na ongezeko la 27.2%. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu hizi zinaendelea kuonyesha kuimarika kwa upatikanaji wa huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari kutokana na uwepo wa mazingira wezeshi ambayo ni maono na dira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano na ujenzi wa minara ya mawasiliano, ambapo kata 688 nchini zimepelekewa huduma ya mawasiliano kwa kujenga minara ambayo imeweza kunufaisha wananchi milioni 8.5. Ufikishaji wa huduma ya mkongo wa taifa wa mawasiliano katika wilaya 86 kumewezesha kurahisisha utoaji wa huduma za mawasiliano kwa wananchi pamoja na utambuzi wa makazi unaofanywa kupitia mfumo wa anwani za makazi. Hatua hizi zote zimewezesha baadhi ya maeneo yaliyokuwa na changamoto za mawasiliano kufikiwa na huduma za mawasiliano na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa huduma za posta, hususan usafirishaji wa vifurushi na vipeto, zimeendelea kuimarika nchini, ambapo hadi mwezi Machi 2026 jumla ya vifurushi na vipeto 142,496 vilitumwa ndani ya nchi. Aidha, kwa upande mwingine, hadi kufikia mwezi Machi 2026 vifurushi na vipeto 286,334 viliweza kupokelewa ndani ya nchi ikilinganishwa na vifurushi na vipeto 183,348 vilivyopokelewa mwezi Machi 2025, sawa na ongezeko la 56.2%. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Wizara inaendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10 mwaka 2024 mpaka 2034, ambapo wizara kupitia mradi wa Tanzania Kidijitali umewezesha maboresho ya miundombinu na mifumo ya TEHAMA, ambayo maboresho hayo ndio msingi wa utekelezaji wa mkakati huo wa miaka 10. Aidha, mkakati huu unatekelezwa na sekta ya umma na binafsi kulingana na majukumu ya taasisi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha mkakati wa uchumi wa kidijitali unatekelezwa kwa ufanisi na kufikia malengo yaliyokusudiwa, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeandaa mfumo wa kielektroniki kwa ajili ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mkakati ili kuiwezesha serikali na sekta binafsi kuweza kutoa taarifa ya hatua iliyofikiwa kwa kila kiashiria katika utekelezaji wa mkakati huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeendelea pia kuratibu maboresho ya mifumo mbalimbali nchini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali kwa kuwezesha wananchi wetu kuweza kupata huduma za mawasiliano na huduma nyinginezo katika ubora kusudiwa. Wizara kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za umma imeweza kufanya pia maboresho katika mifumo mbalimbali. Aidha, mkakati huu unatekelezwa na sekta binafsi kulingana na majukumu ya taasisi husika, na ni kwa muktadha na kwa umuhimu huo, serikali imeandaa mfumo wa kielektroniki wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa mkakati ili kuiwezesha serikali na sekta binafsi kuweza kutoa taarifa ya hatua iliyofikiwa kwa kila kiashiria katika utekelezaji wa mkakati huo na kuwezesha nchi yetu kuwa na mwelekeo unaoshabihiana katika kuhakikisha TEHAMA inachangia katika pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi kutoa bilioni 200 kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo, za kati na uendeshaji wa kampuni changa au startups. Aidha, kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5 ni kwa ajili ya kuwezesha mitaji kwa kampuni changa za TEHAMA ili kuweza kukuza bunifu zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kulifahamisha bunge lako tukufu na Watanzania kwa ujumla, Mheshimiwa Rais ametekeleza ahadi hii kwa kuwezesha upatikanaji wa shilingi bilioni 5 kwa ajili ya mitaji ya kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa za TEHAMA nchini. Aidha, kwa sasa wizara imekamilisha uandaaji wa mwongozo utakaowezesha kuwapata wanufaika wa mikopo hiyo. Utoaji wa mikopo hiyo utafanywa na benki ya NMB na inatarajiwa tutaweza kutoa mikopo kwa kampuni zisizopungua 50 changa za TEHAMA ambazo zitakuwa zimekidhi vigezo katika maeneo yanayoguswa masuala ya kidijitali katika afya, sheria, bunifu za fedha, utalii, bima, elimu pamoja na mengineyo. Maombi rasmi yatapokelewa kupitia mfumo wa kidijitali ambao utaunganishwa moja kwa moja na NMB ili kuweza kurahisisha zoezi la uchambuzi wa kuwapata wanufaika. Aidha, mikopo hii inatarajiwa kuanza kutolewa mwezi Mei mwaka huu kwa wanufaika wote watakaokuwa wamekidhi vigezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mawasiliano iliidhinishiwa shilingi bilioni 291,533,139,000 na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 14,485,656,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 277,047,483,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 6.9 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 7.5 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kati ya fedha za miradi ya maendeleo shilingi bilioni 98.4 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 178.5 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilikadiria kukusanya shilingi bilioni 120.3 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Hadi Machi mwaka 2026, wizara imeweza kukusanya shilingi bilioni 160.6 sawa na 133.5 ya lengo lililokusudiwa. Ufanisi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, umetokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika miundombinu ya mawasiliano ikiwemo kujenga mkongo wa taifa wa mawasiliano ambao umeunganishwa katika wilaya 86 na kuongeza uwezo wa njia za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026,
Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imepokea na kutumia shilingi bilioni 147.7 sawa na 50.6 ya lengo lililokusudiwa. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 7.8 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 139.8 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 4.1 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 3.7 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Vile vile kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo, shilingi bilioni 55.4 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 84.4 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeweza kuandaa waraka wa mapendekezo ya kutunga sera mpya ya taifa ya TEHAMA na kuhuisha sera ya taifa ya posta ya mwaka 2003 na kuwasilishwa katika ngazi za maamuzi ndani ya serikali kwa ajili ya kuridhiwa. Tumeweza pia kuanza taratibu za utungwaji wa sheria ya anwani ya makazi pamoja na sheria ya taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidijitali ya mwaka 2026. Tumeweza kusimamia ujenzi wa jengo la ofisi za wizara zilizoko Mtumba. Tumekamilisha ujenzi wa minara 758 nchini sawa na 100% ya lengo lilokusudiwa. Tumeweza kuongeza nguvu katika kata 304 kufikia kata 200, minara 304 katika kata 231. Lakini vile vile tumekamilisha ujenzi wa minara 456 kati ya 636 sawa na 72% ya lengo lilokusudiwa. Tumeweza kukamilisha taratibu za ununuzi wa vifaa vya uundaji wa satellite ndogo ya CubeSat kupitia mradi wa UNOSA unaojulikana kama KiboCube. Aidha, usajili wa satellite umefanyika katika chombo kinachoratibu shughuli za anga za juu cha kimataifa wa ITU. Tumeweza kuimarisha ushiriki wa Tanzania kikanda na kimataifa, ikiwemo kuweza kushiriki katika mikutano ya Umoja wa Posta Duniani, Umoja wa Mawasiliano ya Simu Duniani, ambapo Tanzania ni mjumbe wa Baraza la Utawala la ITU kwa miaka 4 mpaka mwaka 2026, Baraza la Utawala na Baraza la Uendeshaji wa Posta kwa kipindi cha mpaka mwaka 2029. Aidha, ITU imemteua Mtanzania kuweza kuongoza ofisi ya ITU kanda ya Afrika. Tumeweza pia kuongezeka kwa mapato ya mkongo wa taifa wa mawasiliano kutoka shilingi bilioni 56.3 mwezi Aprili 2025 hadi shilingi bilioni 160.6 Machi 2026. Tumeweza pia kukamilisha ujenzi wa kilomita 801 za mkongo wa taifa wa mawasiliano na kupokea mkongo wa mawasiliano uliojengwa na Umoja wa Watoa Huduma za Mawasiliano wa Consortium of Telco Operators wenye kilomita 1193 na kufanya jumla ya kilomita zilizojengwa hadi sasa kufikia kilomita 15,167. Tumeunganisha wilaya 13 na mkongo wa taifa wa mawasiliano na kufanya jumla ya wilaya zilizounganishwa na mkongo hadi sasa kufikia 122 kati ya 139 sawa na 87.8. Tumesimamia utekelezaji wa hati ya maridhiano kati ya serikali na Umoja wa Watoa Huduma za Mawasiliano, na hadi kufikia Aprili mwezi huu mwaka 2026, consortium imeweza kukabidhi umiliki wa miundombinu ya mkongo wa mawasiliano na kufanya malipo ya dola za Kimarekani milioni 11.4 kati ya dola za Kimarekani milioni 20 na kufanya uwekezaji kwenye mkongo wa taifa wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 13. Tumesimamia hati ya maridhiano kati ya serikali na kampuni ya Vietel na kuweza kufanya maboresho katika kilomita 19,023 na kujenga minara 70 ya mawasiliano ya simu katika maeneo ya vijijini. Tumeweza kufanya malipo ya awali ya shilingi bilioni 10.4 na dola za Kimarekani milioni 2.2 kwa ajili ya ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano ili kuiunganisha Kongo DRC na Tanzania. Lakini vile vile tumeweza kuunganisha maeneo 50 ya umma na huduma ya wifi ya bure na kufanya jumla ya maeneo yaliyounganishwa kufikia 61 kati ya 120 sawa na 51% ya lengo lilokusudiwa. Tumesimamia maunganisho 132,793 ya lengo lilokusudiwa kwa ajili ya kufikia miundombinu ya fiber mlangoni, ambapo jumla ya wateja 64,266 sawa na 51% wameunganishwa na huduma ya fiber mlangoni. Tumeweza kufunga vifaa vya mikutano kwa njia ya video au video conferencing facilities katika vituo 98 vya haki jinai, kwenye ofisi za taifa za mashtaka vituo 20, magereza 38, jeshi la polisi bara vituo 34, jeshi la polisi Zanzibar vituo 6. Aidha, tumefunga vifaa hivyo vya video conferencing katika ofisi 2 za wizara katika jengo letu la Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari.
Tumekamilisha pia upembuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kuhifadhi data vya Dodoma na mjini Magharibi Zanzibar. Tumegawa vishikwambi 3682 kwa watendaji wa serikali za mitaa, shehia, waratibu wa kitaifa na mikoa ili kuongeza kasi ya utoaji wa huduma kwa wananchi kidijitali. Tumeweza kuunganisha mfumo wa anwani na makazi ya UNAPA na mifumo mitatu ya kutolea huduma, ambapo tayari kupitia mfumo wa NBS na mfumo wa ajira wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji umeweza kuunganishwa na imepelekea mifumo 29 kuweza kuunganishwa na mfumo huu wa UNAPA. Tumeweza kufanya uhakiki wa anwani za makazi ya 88,492 katika halmashauri 3 za jiji la Mbeya, manispaa za Songea na Iringa, na kufanya jumla ya anwani za makazi zilizosajiliwa kuongezeka kutoka 238,958 hadi 247,052 sawa na ongezeko la 3.4%. Tumewezesha pia kutoa barua za utambulisho 655,689 kidijitali kwa waombaji wapya wa mikopo ya elimu ya juu kupitia bodi ya mikopo na kufanya jumla ya barua za utambulisho 715,196 kutolewa kidijitali kupitia mfumo wa anwani za makazi. Idadi hii inawajumuisha waombaji 32,083 wa ajira za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Aidha, tumekamilisha pia taratibu za upatikanaji wa eneo lenye ukubwa wa mita milioni 1.6 lililopo Nala Dodoma kwa ajili ya kujenga chuo cha kisasa kabisa cha taifa cha teknolojia ya kidijitali Nala. Lakini pia tumewezesha utoaji wa vifaa 1371 vya TEHAMA kwa taasisi mbalimbali za serikali ili kuweza kuchochea matumizi ya TEHAMA nchini. Tumetoa elimu kwa umma kuhusu ulinzi na usalama wa mtandao kwa makundi mbalimbali ya kijamii. Lakini vile vile tumeweza kuwezesha ujenzi wa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa matukio na makosa ya mtandao unaotumiwa na Jeshi la Polisi ili kuimarisha ulinzi na usalama mtandaoni. Tumetoa leseni 1048 za mawasiliano. Lakini vile vile tumefanya upimaji wa ubora wa mawasiliano ya simu kwenye mitandao mitano ya Vodacom, Airtel, Viettel, TTCL na Honora katika mikoa 31 ya Tanzania bara na Zanzibar ili kuhakikisha ubora wa maudhui yanayotolewa unaendana na yaliyokusudiwa. Tumeendesha mnada wa uuzaji wa masafa ya mawasiliano yaliyoiwezesha serikali kuweza kupata mapato ya shilingi bilioni 235.7. Aidha, masafa haya yatawezesha kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya 5G nchini. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanyia kazi matukio 198 yaliyoripotiwa kuwa na viashiria vya uhalifu mtandaoni na kutoa ushauri kwa umma na wadau wa sekta ya mawasiliano ili kuimarisha usalama mitandaoni. Tumefanya maboresho ya mfumo wa usafirishaji wa SwiftPack kupitia posta kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora wa huduma. Tumeboresha na kuongeza wigo wa usafirishaji wa sampuli za kimaabara kuanzia vituo vya afya ngazi ya kata hadi maabara kuu za upimaji nchini kutoka mikoa 12 hadi mikoa 31 sasa. Tumesimamia ujenzi wa jukwaa la biashara mtandao kwa ajili ya kuwezesha wananchi wetu kuuza na kununua bidhaa na huduma mtandaoni. Tumewezesha ununuzi wa magari 12 kwa lengo la kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya shirika la posta. Tumeboresha huduma za mawasiliano nchini kwa kusaini mikataba na watoa huduma za mawasiliano ikiwemo TTCL, Airtel, Honora na Vodacom kwa ajili ya kujenga minara 287 kupitia mradi wa mawasiliano vijijini ya awamu ya 10. Tumetoa mafunzo ya TEHAMA kwa walimu 600 wa shule za umma za msingi na sekondari, na kati ya walimu hao tajwa 100 wanatoka Zanzibar na 500 wanatoka Tanzania bara. Tumeweza kusajili kampuni changa 402 za TEHAMA ili kuzitambua na kuzikuza ili waweze kukidhi mahitaji ya kupata mitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa ukuaji wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa hakika unachangiwa kwa asilimia kubwa na ushiriki wa sekta binafsi, haswa katika ujenzi na usambazaji wa miundombinu ya mawasiliano. Mathalan, katika ujenzi wa minara ya mawasiliano, watoa huduma za mawasiliano Honora, Airtel, Halotel, TTCL na Vodacom wamekuwa wakichangia 60% ya gharama za ujenzi kwa kila mnara. Tunawashukuru sana. Pamoja na hayo, sekta binafsi pia inashiriki katika kuchochea uchumi wa kidijitali kwa kuwezesha maunganisho ya mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa mtumiaji wa mwisho au last mile connectivity. Hali inayoongezwa nao kupitia UCSAF, hatua ambayo imeweza kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za simu na internet kwa takriban wananchi milioni 46. Aidha, pamoja na kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za mawasiliano, minara hii imewezesha sana kupunguza gharama kwa waendeshaji wa mitandao na kuwezesha ujumuishaji wa kidijitali katika maeneo ya vijijini na pembezoni ambapo hapo awali hayakuwa wakipata huduma za uhakika za mawasiliano.
Mheshimiwa Mwenyekiti, watoa huduma za mawasiliano kwa hakika wamekuwa na mchango mkubwa kwenye sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ambapo wamewezesha utoaji wa mikopo inayowezesha ukuaji wa biashara ndogo na za kati, utoaji wa ajira za kudumu na zisizo za kudumu kwa wananchi wetu, ufikishaji wa huduma za internet katika maeneo ya umma, lakini pia kufungua fursa za biashara mtandao. Hatua hii itaendelea kuwezesha kufikia malengo yaliyoainishwa katika mkakati wetu wa miaka 10 wa taifa wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa majukumu mengine ya sekta yetu ni kama ambavyo yameainishwa katika kitabu cha hotuba yangu ukurasa wa 15 hadi 43 wa kitabu cha hotuba ya bajeti, na nitaomba kitabu chote kiweze kuingizwa katika Hansard. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango na bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na taasisi zinazosimamiwa na wizara kwa mwaka wa fedha wa 2026/27 umezingatia maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano tarehe 14 Novemba 2025. Mwongozo wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2026/27 hadi 28/29, dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 2026 mpaka 2031, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025, lakini pia maoni na ushauri ya kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, pamoja na ahadi na maagizo mbalimbali ya viongozi wetu wakuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa vipaumbele vya bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka ujao wa fedha wa 2026/27 tutajikita kutekeleza vipaumbele 8 kama ifuatavyo. Ya kwanza, kutunga, kuhuisha na kusimamia utekelezaji wa miongozo inayosimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ambapo tutasimamia utekelezaji wa mkakati wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10. Tutakamilisha mapitio ya sera ya taifa ya posta. Tutakamilisha utungwaji wa sera mpya ya taifa ya tehama. Tutakamilisha utungwaji wa sera ya taifa ya anga za juu, lakini pia sera ya taifa ya kampuni changa. Tutakamilisha taratibu za uridhiwaji wa mkataba wa Umoja wa Afrika wa usalama wa mtandao na ulinzi wa taarifa binafsi wa mwaka 2014. Tutakamilisha taratibu za uridhiwaji wa mkataba wa kimataifa wa uhalifu wa mtandao wa mwaka 2025, lakini pia tutakamilisha mikataba miwili ya kimataifa ya anga za juu na kuendelea na taratibu za utungwaji wa sheria anwani ya makazi na sheria ya tehama. Kipaumbele cha pili, tutaimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu na posta nchini, ambapo tutaimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu na redio nchini katika maeneo yasiyo na mvuto wa kibiashara. Tutakamilisha ujenzi wa minara 636. Tutaendelea na ujenzi wa minara mingine mipya 287 nchini ambako itakamilika Machi 2027. Tutajenga minara mingine katika awamu ya 11, minara 280 katika maeneo ya kimkakati yenye changamoto za mawasiliano kwenye miundombinu ya reli, SGR, MGR na TAZARA, hifadhi za taifa pamoja na mipaka ya nchi yetu. Lakini tatu, tutaweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kukuza na kuimarisha biashara mtandao nchini, ambapo tutaratibu na kusimamia mradi wa ujenzi wa maghala ya kuhifadhi bidhaa za biashara mtandao nchini. Tutasimamia uundaji wa mfumo wa kidijitali utakaowezesha biashara mtandao. Tutafanya tathmini ya mifumo ya kidijitali na kusajili majukwaa ya biashara mtandao na huduma za kielektroniki nchini. 4, tutaimarisha miundombinu itakayowezesha utekelezaji wa uchumi kidijitali, ambapo tutaunganisha wilaya zetu katika mkongo wa taifa wa mawasiliano. Tutaunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Ziwa Tanganyika. Tutawezesha ujenzi wa kituo cha taifa cha kuhifadhi data Dodoma na Zanzibar. Tutawezesha usanikinishaji na uboreshaji wa vifaa vya mikutano ya video katika wilaya 100 nchini. Tutawezesha kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo 100 ya umma nchini. Tutaratibu maunganisho ya broadband kwenye taasisi 100 za umma, mji wa serikali Mtumba na shule 100 za umma katika maeneo yetu wa Bunge, na kuwezesha maunganisho 321,000 ya miundombinu ya huduma za fiber. Kipaumbele cha 5, tutaimarisha ulinzi na usalama wa anga ya mtandao, ambapo tutaendelea kujenga uelewa kwa wananchi wetu kuhusu ulinzi wa taarifa na faragha zao na jinsi ya kukabiliana na matukio ya utapeli na wizi mtandaoni, kuwezesha upatikanaji wa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa matukio na makosa ya mtandao nchini, kutoa elimu juu ya miongozo ya miundombinu muhimu ya tehama na kuimarisha ulinzi wa miundombinu hiyo, pamoja na kuanzisha kamati ya kitaifa ya usalama wa mtandao na kuandaa mpango wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mkakati wa usalama wa mtandao. Kipaumbele cha 6, tutaweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kuchochea ubunifu
na kuimarisha ustawi wa kampuni changa za TEHAMA au ICT startups, ambapo tutasimamia uanzishwaji wa taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidijitali NALA. Tutawezesha uanzishwaji wa vituo 7 vya kukuza ubunifu za TEHAMA. Tutafanya tafiti 3 za matumizi ya teknolojia za kidijitali zinazoibukia katika sekta ya uzalishaji na sekta ya huduma. Tutasimamia utekelezaji wa programu 2 za uwezeshaji wa wabunifu wa kampuni changa za TEHAMA. Tutawezesha uanzishwaji wa vituo 2 vinavyotembea vya kupata taarifa za TEHAMA au Mobile Information Access Centers. Tutasajili kampuni changa 100 za ubunifu za TEHAMA nchini na kuwezesha mafunzo kwa kampuni changa 25 za TEHAMA nchini. Kipaumbele cha 7, tutaimarisha uwekezaji katika TEHAMA na utekelezaji wa programu ya anga za juu, ambapo tutawezesha kurusha satellite 1 katika anga za juu. Tutaratibu mradi wa kurusha satellite ndogo ya mafunzo au CubeSat na kujenga uelewa kwa wananchi wetu kuhusiana na matumizi ya teknolojia ya anga za juu. Lakini kipaumbele cha 8, tutatoa elimu kwa umma kuhusu masuala yanayohusu mawasiliano na teknolojia ya habari pamoja na teknolojia zinazoibukia, ambapo tutaelimisha umma kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuhusu matumizi sahihi na salama ya mawasiliano na kuwajengea uelewa wananchi wetu kuhusu teknolojia zinazoibukia ikiwemo akili unde. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango mingine ya wizara ni kama inavyoonekana na kufafanuliwa katika ukurasa wa hotuba yangu, kurasa wa 44 hadi 45 kama inavyoonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati napenda kumshukuru tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuweka kipaumbele katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Hatua hii imewezesha wizara yetu kufikia malengo yaliyokusudiwa. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na wenyeviti wote wa Bunge, wenyeviti wa kamati za kudumu za Bunge kwa ushirikiano wao wanaoendelea kutoa katika kuliongoza Bunge letu tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa muhimu, nitumie fursa hii tena kumshukuru Mheshimiwa Dr. Sweetbet Mkama, mbunge, naibu waziri wangu, kwa kuendelea kunisaidia katika kuiongoza wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Aidha, niwashukuru sana kwa dhati Katibu Mkuu ndugu Mohamed Hamisi Abdullah na naibu Katibu Mkuu ndugu Nicholas Mkapa kwa kusimamia vyema utekelezaji wa majukumu ya wizara. Vile vile nawashukuru sana wakuu wa idara na vitengo wa wizara yetu, wenyeviti wa bodi za wakurugenzi za taasisi zinazosimamiwa na wizara, viongozi wa taasisi na watumishi wote wa wizara yetu kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kutekeleza majukumu tuliyokabidhiwa. Ninawasihi waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii, kwa uadilifu na moyo wa kujituma, wakitambua kwamba mchango wao ndio nguzo muhimu katika kufanikisha malengo ya wizara yetu na taifa kwa ujumla ya kuufikia uchumi wa kidijitali wenye tija, mfumo jumuishi na endelevu kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia fursa hii kuwatambua na kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo tunaoshirikiana nao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akiwemo Benki ya Dunia kupitia dirisha la wakala wa maendeleo ya kimataifa AIDA, Umoja wa Posta Duniani UPU, Umoja wa Mawasiliano Duniani ITU, Umoja wa Posta Afrika PAP, Jumuiya ya Mawasiliano ya Afrika ATU, Jumuiya ya Mawasiliano ya Nchi za Afrika Mashariki YACO, Jumuiya ya Wasimamizi wa Mawasiliano ya Kusini mwa Afrika CRASA, Umoja wa Watoa Huduma za Posta Kusini mwa Afrika SAPOA, Shirika la Maendeleo ya Ufaransa AFD, Shirika la Watoto Duniani UNICEF, Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Korea KOICA, Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Japan JICA, Jamhuri ya Watu wa China, Jamhuri ya Korea Kusini, Ujerumani, India, Estonia pamoja na Finland. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende pia kuzishukuru jumuiya za kikanda na kimataifa ikiwemo EAC, ikiwemo SADC, EU kwa ushirikiano wao katika masuala ya kikanda na kimataifa yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Aidha, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari inachangia kikamilifu katika kuifikia dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee ningependa kuwashukuru watoa huduma za mawasiliano kutoka katika kampuni za mawasiliano ya simu, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL, Airtel Tanzania, Vodacom Tanzania, Honora Tanzania na Vietel kwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto za mawasiliano nchini kwa kufikisha huduma za mawasiliano kwenye maeneo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutambua mchango wa kampuni changa pamoja na wabunifu nchini
ambao wamekuwa chachu katika maendeleo ya sekta za tehama nchini. Napenda pia kuwashukuru taasisi za fedha za CRDB na NMB, vyuo na taasisi zinazohusika na tafiti na programu mbalimbali za kuendeleza tehama, wabunifu wote wanaohusika na masuala ya kidijitali ikiwemo fintech, akili unde, meditech, kilimo, biashara, burudani na wadau wote muhimu kwa mchango wao katika kukuza bunifu nchini. Vile vile napenda kutambua mchango mkubwa unaotolewa na kampuni, watu wa huduma na wadau wote wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ikiwemo kampuni za Minara Tanzania, HTTT pamoja na Tawako. Natambua mchango mkubwa unaofanywa na wakandarasi katika ujenzi wa miundombinu ya tehama, wakiwemo kampuni ya Huawei, Telecom Associates, Softnet pamoja na Radi Fiber. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuzishukuru wizara zote na taasisi za umma ikiwemo Ofisi ya Rais Utumishi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, wizara yetu yenye mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu kwa upande wa Zanzibar, IGA, IGAS, ZICTIA, NIDA, RITA, NEMC, TANROADS, TARURA, REA, TANESCO, TFS, TCAA, TAA, COSTECH na wadau wote muhimu katika maendeleo ya sekta. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, bunge hili sio tu, bajeti hii sio tu takwimu na jedwali, ni dira ya mustakabali wa uchumi wa kidijitali na mageuzi ya kidijitali kwa taifa letu kupitia uwekezaji katika miundombinu ya mawasiliano, upatikanaji wa uhakika wa huduma za mawasiliano ya bei nafuu, upatikanaji wa vifaa vya kidijitali kwa bei nafuu na kuimarisha ujuzi wa tehama kwa wananchi. Tunajenga msingi wa uchumi shirikishi na wa kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, malengo yetu ni bayana: kufikia angalau 55% ya wananchi kumiliki simu janja ifikapo mwaka kesho 2027, kupunguza gharama za huduma za simu na internet kwa kila Mtanzania na kusambaza nyaya za mkongo wa taifa hadi vijijini ili kila kijiji kiwe na fursa ya kuunganishwa na kujenga minara ya mawasiliano katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na mawasiliano. Hatua hizi tunaamini zitawawezesha vijana, wanawake, wazee, wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara wa makundi mbalimbali na makundi mengine kuweza kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu, sekta binafsi, asasi zisizokuwa za kiserikali na washirika mbalimbali wa maendeleo kushirikiana nasi katika safari hii. Kwa mshikamano, uwajibikaji na ubunifu, tunaweza kuibadilisha Tanzania kuwa taifa lenye nguvu za kidijitali, ambapo teknolojia si kwa wachache bali ni haki na fursa kwa wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhamira thabiti na mshikamano wa taifa, bajeti hii itakuwa ni chombo cha kuleta maendeleo, uwazi na ustawi wa wananchi wetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2026/27, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiria kukusanya shilingi bilioni 169,242,000 ambazo zitatokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Kwa upande wa makadirio ya matumizi, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka ujao wa fedha 2026/27, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaomba kuidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 222,589,451,000 kwa ajili ya kutekeleza majukumu na vipaumbele vya wizara kwa mchanganuo ufuatao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa matumizi ya kawaida, katika mwaka wa fedha wa 2026/27, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiria kutumia shilingi bilioni 13,146,172,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambayo ni sawa na 5.9% ya bajeti iliyotengwa. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 6,371,830,000 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 6,774,342,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo au OC. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa matumizi ya miradi ya maendeleo, katika mwaka wa fedha wa 2026/27, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiriwa kutumia shilingi bilioni 209,443,279,000 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ni sawa na 94.1%. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wataona hapa tumeweka mkazo katika asilimia kubwa ya bajeti yetu katika kutekeleza bajeti ya maendeleo na asilimia ndogo sana katika matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, shilingi bilioni 98,480,000,000
905,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 110, 962 milioni 374,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana katika tovuti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ambayo ni http://www.mawasiliano.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa naomba kutoa hoja. Tunakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa wasilishaji wako. Sasa namuita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kwa niaba